Kanuni hii ya adhabu, kosa hili wanaliita ni kosa la uhaini, uhaini mkuu, high treason, uhaini mkuu. Utalipata pale kwenye kifungu cha 39, ambapo kifungu cha 39 kiujumla yake kinasema mtu anafanya uhaini ikiwa, yani utafanya uhaini au utafanya kosa hili la uhaini ikiwa kwa utii, lazima uwe na utii, uwe kiapo cha kulinda serikali yako, kiapo cha utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anajihusisha na kitendo au vitendo visivyo halali ndani au nje ya mipaka ya jamhuri kwa nia ya. Ina maana ili utende kosa la uhaini lazima uwe na utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wewe ambao unafanya kitendo unajihusisha na kitendo au vitendo visivyokuwa halali. Ina maana vitendo ambavyo ni kinyume na sheria, aidha iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, lakini inajihusisha hivi vitendo vya kiuhaini ya mipaka ya jamhuri kwa nia ya, unaweza kuwa nje au ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini inajihusisha na kitendo cha uhaini dhidi ya taifa lako kwa nia ya. Sasa kwa nia ipi? Sasa ili tujue umefanya kitendo cha uhaini, ni vitendo gani ambavyo vinasababisha au vinaweza kukufanya wewe uingie kwenye uhaini. Kitendo cha kwanza ni kupindua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukifanya kitendo cha kupindua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utakuwa umeingia kwenye kosa la uhaini. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kulazimisha serikali kwa vurugu katika hatua yoyote au kutochukua hatua. Kulazimisha serikali kwa vurugu katika hatua yoyote au kutochukua hatua. Unalazimisha serikali kwa vurugu, maana tunatumia vurugu katika hatua yoyote, ile hatua yoyote, kwa sababu kama unavyoona sasa hivi watu wanadai haki, lakini hiyo haki unaisababisha kwa vurugu, yani unafanya vurugu kudai haki kwa serikali kwa kuchukua hatua au kutochukua hatua, na unaposababisha vurugu kwa serikali, ina maana umeingia kwenye kitendo au kwenye kosa la uhaini, maana umefanya kosa la uhaini. Tatu, kukiuka, kutishia au kuhatarisha uwepo, uhuru au usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina maana kukiuka, kutishia au kuhatarisha uwepo, uhuru au usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina maana wewe ukihatarisha uhuru aidha wa wananchi au aidha wa serikali au wa taifa kiujumla na usalama wao, aidha wa serikali au wa rais au utawala wao, ina maana moja kwa moja tutakuwa tumeingia kwenye kosa la uhaini. Nne, kubadilisha muundo wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina muundo wake, ina miundo mingi. Kuna muundo wa serikali kuu, kuna muundo wa serikali ya mitaa, kuna muundo wa bunge, kuna muundo wa mahakama, kuna muundo wa serikali ya Zanzibar, kuna muundo wa serikali hizi jinsi zinazofanya kazi zao. Sasa wewe unaingia unabadilisha muundo wa katiba, unafanya unataka wewe, hapo moja kwa moja unakuwa umefanya kosa la uhaini, kwa utashtakiwa na kosa la uhaini, kubadilisha muundo wa katiba. Tano, mipango ya kumuua. Anafanya mipango ya kumuua. Kumuua nani? Kumlemaza nani? Kumjeruhi nani? Kumfunga, yani maana yake unachukua unamfunga, unamzuia, unaelewa, unlawful detention, au kumzuia rais. Ya ina maana sasa ukifanya mipango ya kumuua, kumlemaza, kumjeruhi, kumfunga au kumzuia rais, hapo utakuwa umefanya kitendo cha uhaini, maana utakamatwa na utashtakiwa kosa la uhaini. Maana wewe unataka kumuua rais au kumjeruhi rais au kumlemaza rais, kumfunga rais au kumzuia, unlawful detention, rais asiende sana popote, maana anakuwa chini yenu au chini yako, ngia umemzuia, unatoka kosa la uhaini. Sita, kumuondoa rais kwa njia ambayo sio halali. Kumuondoa rais kwa njia ambayo sio halali, aidha kumpindua njia ambayo sio halali, ina maana utakuwa umekosa uhaini. Rais ana njia yake ya kuondolewa, njia yake ya kuondolewa. Katiba ya Jamhuri ya Muungano imesema kila kuna kura za ndio na za hapana za kumuondoa rais ambazo zinafanyika
Usijapelezea zaidi vizuri ni vipindi vijavyo kuhusiana na jinsi gani ya kumuondoa rais madarakani. 7, kuwatisha au kutishia serikali, bunge au mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwatisha au kutishia. Ukitisha serikali ambayo kiongozi wake pale ni rais, ukiitisha bunge ambapo kiongozi wao pale ni spika, na ukiitisha mahakama ambapo kiongozi wao pale ni jaji mkuu, utakuwa pia umewajibika kwenye kosa la uhaini. Kwa ukizitisha hizi mamlaka tatu au ukiitisha mojawapo hizi mamlaka tatu, unakuwa umeingia kwenye kosa la uhaini. Ikaendelea akasema, na kuonyesha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi yoyote au uchapishaji au kwa kitendo chochote kile cha wazi. Hapa moja kwa moja wanamaanisha kuwa sasa katika kuwatishia hii serikali, bunge au mahakama, ambayo unaonyesha kwa nia ya kuchapisha maandishi, ukaandika mfumo wa maandishi ukachapisha kwa umma, au ukawatumia wao kuwatishia na kuwatisha vizuri, maandishi yoyote ambayo yote hayo maandishi yanahusiana na kuwatishia hawa au kuitishia hii mihimili, tunasema mihimili ya nchi ni kuna bunge, kuna serikali na mahakama. Kuitishia au uchapishaji, kwa maana hii unachapisha iza kwa mfumo wa kama hivi ninavyoongea, naitishia serikali alafu na publish katika umma kwenye mitandao ya kijamii, kuitishia iza serikali, bunge au mahakama kufanyaje, iza kupindua nchi au kufanya lolote lile katika yale yaliyotajwa pale juu, na maana utakuwa umeingia kwenye kosa la uhaini. Pia wakaendelea wakasema kwamba au kitendo kile chochote cha wazi, yani unafanya matendo ya wazi ya kupindua serikali au ya kupindua nchi au ya kutaka kutishia au ya kutaka kumuua, kumlemaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ina maana wewe utakuwa umefanya kosa la uhaini. Pia kushikamana au kushirikiana na adui wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au kuwapa msaada au faraja au kuingilia udumishaji wa utulivu wa umma au serikali ya Jamhuri ya Muungano, au kukuza utendaji kazi wa jeshi la ulinzi na jeshi la polisi au kuhatarisha maisha. Ina maana hapa moja kwa moja ni wewe kushirikiana na maadui wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusaidia Tanzania hii ni kinyume na sheria, hapo unakuwa umefanya kosa la uhaini, kwa sababu wewe ukisaidia nchi husika kama nilivyosema awali kule juu, kusaidia Kenya ipigane vita na Tanzania, wewe ni Mtanzania, ina maana utakuwa umefanya kosa la uhaini. Utawapa msaada, itakwambia bana, njia za kupita ni hizi. Yani wewe ni mwenyeji ambaye wewe mwenyeji unaelekeza maadui wafanikishe zoezi lao wakiwa wapi? Tanzania. Maana unawasaidia wale maadui, kwa maana kujikuta kwenye kosa la uhaini. Kingine cha 9 ni kuchochea mtu yoyote kuvamia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutumia jeshi. Yani jeshi walichochea jeshi fulani, ile jeshi la Kenya, jeshi la Uganda, jeshi la Marekani, jeshi la nchi yoyote au hata haya majeshi ambayo hayapo kisheria unayachochea yaje kuvamia Tanzania, ina maana wewe utawajibika na kosa la uhaini. Kingine cha mwisho pia kuchochea, kushawishi, kusaidia, kushauri mtu yoyote au kikundi cha watu kufanya yaliyoyataja hapo juu, wote na wewe utahusika kwenye kosa la uhaini. Ina maana yule ambaye anachochea kikundi, anashawishi kikundi au mtu yoyote, anamshawishi, anamsaidia mtu yoyote au kikundi chochote, au anashauri mtu yoyote au kikundi chochote kufanya yaliyotaja hapo juu awali, aidha kuleta vurugu kwa serikali, kuweza kutishia mihimili, kupindua serikali, kumuua rais, huyo naye atahusika kwenye kosa hili la uhaini, kwa sababu ukiangalia kwa mtazamo huu na kuendelea, unaona kabisa kwamba kuna watu ambao wanachochea watu walete vurugu dhidi ya serikali, watu wafanye vurugu dhidi ya serikali, watu wafanye vurugu dhidi ya jeshi la polisi, watu wafanye vurugu jeshi letu, watu wafanye vurugu jeshi la serikali, watu wafanye vurugu kwa rais. Ina maana hao wanaochochea, wanaosaidia, wanashauri nao hata kama hawajafanya, ina maana
watahusika, kwa sababu wao ni moja ya chochezi, ni moja ya kusaidia vikundi vifanye vurugu dhidi ya serikali au vikundi kipindue serikali na yale mambo mengine yaliyotaja hapo juu. Kwa hiyo inamaanisha kuwa ukifanya mojawapo kati ya haya niliyotaja hapo juu, ina maana wewe moja kwa moja utahusika na kosa hili la uhaini, na kosa hili la uhaini kumbuke kuwa adhabu yake ni kifo, kwa maana utawajibika na adhabu ya kifo endapo utakutwa na pia utakutwa na hatia.